Karibu tena mtazamaji, ikiwa sasa imetimia saa 5 na dakika 39 za saa za Afrika ya Mashariki. Tumeingia sasa kwenye sehemu yetu ya pili, sehemu ya mahojiano, na kama nimekueleza hapo awali, tunajadili masuala kuhusiana na afya humu nchini. Kuna mengi ambayo yanaendelea kufanyika katika jumba la afya, ambapo kwa hivi sasa shughuli ya waziri mpya katika wizara hiyo ya afya, Aden Duale, anaendelea kuelezewa utaratibu pamoja na kupokezwa mamlaka ya kuchukua ama kuongoza wizara hiyo na waziri ambaye anaondoka katika wizara hiyo na kuhamia katika wizara ya ustawi wa mazingira, Deborah Barasa. Tulikuwa tumechukua moja kwa moja mapokezano hayo yalipokuwa yanaendelea, na pia kuna yale ambayo tumekuwa tukiyasikia hapo nyuma. Kuna kelele ambazo tunazisikia hapo nje ni za maafisa wa afya kwa wote UHC. Ninao hapa kwenye, baadhi yao wako hapa kwenye studio, watakuwa wanatuelezea haswa ni kipi ambacho kimewafikisha, na haswa leo ambayo siku ya kupokezwa kwa waziri mpya Aden Duale anachukua hatamu za uongozi katika wizara hiyo. Ni kipi ambacho kinaendelea haswa katika sekta ya afya humu nchini? Tutakuwa tunaangazia hayo yote pamoja na swala la ajira ughaibuni, kwa sababu serikali imekuwa katika mbio na harakati za kuwatafutia wahudumu wa afya kazi katika mataifa ya kigeni, na hususan mataifa ambayo yamejiendeleza. Mbona kule nje na huku bado kuna upungufu wa hizo nafasi za ajira katika, ama uhaba wa hawa wahudumu wa afya katika vituo vya afya humu nchini? Watakuwa wanatueleza. Na kwa yule mhudumu ambaye anatafuta nafasi ya ajira, ni utaratibu upi ambao anafaa kufuata ili kuhakikisha kwamba anaenda katika taifa la kigeni kwa njia ambayo inastahili na hata hadaiwa? Karibuni sana wageni wangu kwenye studio. Tunaye Alias Mtai, yeye ni afisa tabibu kutoka kaunti ya Bungoma. Karibu sana kufika Nairobi. Asante. Pia tunaye Brown Ashira, yeye ni afisa mkuu mtendaji katika chama cha maafisa wa afya ya umma pamoja na usafi. Karibu sana. Nashukuru Gakunga. Pamoja na Justice. Yeye ni meneja ama mwakilishi wa shirika ambalo nafahamika kama Kenya NAS, ambalo mmekuwa mkiwasaidia na kutoa utaratibu pamoja na mafunzo. Utakuwa unatueleza ni mafunzo ya aina gani ambayo mnawapa wahudumu wale haswa wanaopania kwenda kutafuta ajira katika mataifa ya kigeni. Na pia mtandaoni tunaye Pamela Pwai. Yeye ni mhudumu wa Kenya, lakini kwa hivi sasa anafanya kazi kule Uingereza. Atatueleza alifikaje kule Uingereza, ni utaratibu upi aliotumia. Karibu sana pia Pamela Pwai. Natumai Pamela unanipata? Nakusikia. Karibu sana kwenye mjadala. Kabla hatujaingia kwenye swala nzima la ajira ughaibuni, nitaanza naye Alias. Wakati shughuli zinapoendelea pale katika jumba la afya, wana UHC wako pale nje, ni nini ambacho mnakitaka wakati huu? Asante sana Agnes. Naitwa Alias Mtai, mhudumu wa afya katika afya kwa wote, yani UHC. Na mambo yetu si mageni kabisa, si mageni kabisa, na ni mambo ambayo yamekuwa peupe na wazi tokea miaka 5 zilizopita. Na leo hii wenzangu wako pale kwenye wizara ya afya ili kuweza kuuliza serikali na kuuliza wizara ya afya. Kwanza hii ni siku muhimu ambapo kutakuwa na kupokezana wizara na tutakuwa na waziri mgeni Bwana Aden Duale, na tumekuja siku hii ili kuweze kumshinikiza Duale aweze kutuwekezea fedha ambazo itatupatia kandarasi ya kudumu kama wana UHC, na pia tukaweze kulipwa marupurupu yetu ya huo muda wa miaka 5 inayoitwa gratuity. Kwa hivyo tuko hapo kumkumbusha kwamba hata wakibadilisha wizara na kubadilisha uso nyingine kwenda nyingine, kwamba tutakuwa hapa kila wiki, kila Jumanne ya kila wiki, ili kuweza kuwashinikiza hadi waweze kuzingatia mambo ambayo tunataka
wafanye, na hayo mambo ni mawili tu. Mambo ni mawili. Mambo ni mawili tu. Utakuwa unatueleza ni yapi. Lakini Brown, kabla ya hujafika hapa umetoka kule. Na tumemsikia pia Waziri Deborah Baraza akisema kwamba katika kipindi cha miezi 8 iliyopita wizara imejaribu kukabiliana na changamoto haswa katika kuimarisha afya kwa wote. Hali halisi ni ipi? Ni jambo la kusikitisha kwanza sana, na wasalimie watazamaji na wale members wangu wa public health officers and technicians in Kenya. Naitwa Brown Ashira, mimi katibu mkuu Kenya Environmental Health and Public Health Practitioners Union. Sasa hivi nilivyokuja hapa, nimetoka pale katika wizara ya afya, nilikuwa na mkutano na maafisa wakuu pale kuhusiana na swala nyeti la UHC. Na Agnes, ni jambo la kusikitisha sana Kenya hii, kwenye nchi hii ambayo tunajivunia mambo ya UHC, na tutilii maanani swala nzima la HRH ama swala nzima la wafanyikazi wa afya. UHC imekuwa, wafanyikazi wa UHC wamekuwa wakifanya kazi tangia miaka 5 sasa imeisha. Na ileweka kwamba sheria ya labor, that's Employment Act, na kataza ya kwamba mtu asiweke kwenye kandarasi zaidi ya miaka ambayo inafaa. Sheria iko very clear kwamba mtu akiweka kwenye kandarasi baada ya miaka 3 inatakiwa aweze kuwa converted kwa permanent and pensionable terms, ama apewe ile kandarasi mkataba wa kudumu. Lakini swala hili nzima wizara ya afya imelifanyia mchezo ama mzaa. Actually wameifanya kama siasa. Maana rais anaongea mambo ya UHC ama mambo ya UHC, lakini hatujaona ile seriousness katika kuweza kuhakikisha kwamba UHC inafanya kazi. Maana ukiangalia kama swala nzima la afya, mfano hawa ndugu zetu ambao wako katika UHC program UHC, inatakana summit ilisema kwamba wanatakana wapewe kandarasi ya kudumu, na walikaa summit ikasema, so wizara pia ikakaa chini kaongezea mkataba wao kwa muda zaidi ya miaka 2. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo liko against the Employment Act, na iko pia kinyume na matarajio ya kuajiriwa katika Kenya hii. Na tukiongea mambo, tukiendelea, nataka tumalize, turudi pale tuambie Waziri Duale na madaktari wamuelezea, sisi hatuna shida na tunamkaribisha katika wizara ya afya. Lakini najua kwamba jukumu lake la kwanza ni kwamba aweze kuhakikisha kwamba wafanyakazi wetu wa UHC wamepewa kandarasi za kudumu. Hilo hatutabagua. Kama hataki mgomo na hataki tusumbuane, kwanza kitu ya kwanza aweke pesa. Maana bunge inasema, counties zinasema ziko na pesa, ziko na kiasi fulani cha pesa. Wizara ilikuwa inataka iongezee kiasi fulani cha pesa. Maana hawa watu wote around 8.5 million thousand wanataka waajiriwe. So tunamwambia Duale, mheshimiwa Duale ambaye ni waziri wetu wa afya, kitu cha kwanza ukitaka tuelewane ya kwamba aweke katika pesa, hizo pesa aongezee wafanyikazi wetu, mandugu zetu wa nurses, mandugu zetu public health officers, mandugu zetu clinical officers wapate ajira, wale ambao wanafanya kazi katika UHC. Yes. Otherwise kama sio hivyo, sisi tukitoka hapa members wetu wako pale, mgomo utaendelea hivyo hivyo. Maana hatuwezi kufanya katika kazi katika mazingira ambayo ni duni. Maana huwezi kufanya kazi unalipwa, sheria inakataa. By the way, tunafanya kazi na ndugu yangu Elias, na mimi nalipwa 1200, na ndugu yangu Elias analipwa shilingi 1040. Sheria inakataa kabisa kwamba indakana ikuwe ni equal pay for equal work. Ile kazi unafanya iambatane pia na malipo ambao unafanya nini, unalipwa. Kwa sababu hata ukosefu huo wa usawa kwenye malipo pia yanaleta mkwaruzano kati katika kufanya kazi kabisa. Haya, kabla sijamhusisha Justus, ningetaka nivuke kwake Pamela. Pamela, iwapo unanipata, kwa hivi sasa uko Uingereza, unafanya kazi kule, lakini kisomo mafunzo ulipata hapa Kenya. Sijui labda wewe hujafika kule Uingereza, ulipitia haya masaibu ya UHC, na labda huenda hayo ndio ulioyakimbia, uliyakwepa ukakimbilia taifa la Uingereza. Hali ikoje? Tupe kisa chako. Nashukuru sana Agnes kwa wakati huu, na nafurahia kwamba muda huu tunachukua wakati wetu kujadili masuala yanayotukumba sisi wa Kenya. Labda nikueleze kwamba kuja kwangu kwa bahati nzuri haikuwa swala kutokana na UHC, kwa sababu mimi nilikuwa nimeajiriwa awali. Sasa kuja kwangu ilikuwa tu ni kujiendeleza kimasomo kama tabibu wa Kenya. Nilikuwa natafuta masomo ya juu zaidi. Unanielewa? Nakupata.
Kwa hivyo wewe ulienda kupitia kupata kisomo, ukapata, lakini ukabahatika pia ukapata ajira. Labda unaweza tueleza ilikuwaje hata ukaingiana na huo mfumo, na iwapo una tofauti gani kati ya mfumo sekta ya afya humu nchini na jinsi hali ilivyo katika taifa hilo, ikizingatiwa kwamba Kenya ni taifa ambalo bado linajiendeleza, liko na msukosuko wa aina yake, na kule Uingereza mambo ni tofauti, kuna maendeleo, ni taifa pia ambalo limejiendeleza. Hali imekuwaje? Ilikuchukuaje pia wewe kuingiana na mambo kule pamoja na mfumo wa taifa hilo? Wakati nilipokuja ulikuwa mwaka wa 2023. Nilikuja na nilikuwa nimepewa wosia na Kenya Nurse, na mhifadhi wake anaitwa Simiyu Paul Aren. Yeye ndiye aliniambia kwamba huku ughaibuni kuna courses zenye ukija ukazisoma unaweza kuwa na bahati ukaingia kwa system yao. Sasa mimi nilijitolea muhanga kufuatana na maagizo ya Paul Simiyu Aren na nikakuja. Sasa nilipofika huku nikatia bidii, nikasoma, nikapata degree yangu. Juzi niliona peana zile kazi zao, nikaona kwamba wanatafuta ile degree yenye mimi nimekuja kufanya. Sasa ilikuwa rahisi sana, nikawaambia kwamba nimekuja nimesoma hii na hii ndio mnahitaji. Nilipowaonyesha nikaingia ndani kwa serikali yao, inaitwa NHS. Sasa huku vitu zao ziko straight. Wanaposema lazima ukue na hii na uko nayo, ukipewa unaingia ndani, hawana tashwishwi. Na kwanza huku kitu cha muhimu sana ni kwamba wanajua mhudumu wa afya ana changamoto mingi sana katika kazi yake. Kwa hivyo wanahakikisha hata na hiyo malipo yako inaenda sambamba. Wanakushughulikia kabisa, hawakuachanishi pale pale. Unafanya kazi, unalipwa. Sasa hiyo ndio uzuri ya Asante. Kabla sijamhusisha hata Justus, kuna mambo mawili. Nilikuwa kusema, unajua watu kama dada yangu kule ako na bahati. Wale watu hawana bahati kama ndugu yangu huyu na wale wengine ambao tumesomea hapa Kenya. Na tuko na vyeti na tumehitimu. Na unajua Agnes, masuala ya afya ni sensitive sana. Nchi ambayo itilii maanani masuala ya afya is bound to fail, inaangukanga. Maana kuna vitu tatu, kuna security, afya na elimu. Na afya ni kipaumbele sana. Na nashukuru rais, maana rais amejaribu kwa hii maneno hiyo. Kwa sababu hata afya ni uti katika uchumi wa kila taifa. Exactly. Wananchi wasio na afya hawataweza pia kufanya kazi, hawezi kuchangia katika hali ya development ya kuleta kuteka uchumi ya nchi. Kwa hivyo tunataka kuambia wizara ya afya inafaa kuwe na a different opinion, tukuwe na mtazamo mpya katika hili swala nzima la afya. Sio mzuri sasa kila kukicha unapata kwamba ni madaktari ama ni wauguzi ama ni public health officers ama ni maafisa tabibu wako kwa mgomo kwa masuala ambao ni rahisi. Mfano kitu kama hii UHC ni kitu rahisi sana. Pesa inatakana wizara itoe pesa ambayo inahitajika, itenga pesa pea county governments ama council of governors waweze kuajiri watu kwa mkataba wa kudumu. Kwa hivyo ako na bahati, lakini kwa wale ambao wako hapa Kenya, maana sisi tumezaliwa Kenya. Na walio hapa Kenya wanaotaabika ndio wengi. Na ndiposa kabla nikukatiza kidogo, kuna hoja mbili ambazo wametoa. Amesema kwamba mambo kule ni laini, straight, hilo ndilo jina ambalo wametumia. Na pia amesema kwamba serikali ya kule, sera za kule, sheria pamoja na miundo msingi inamtambua sana mchango wa huyu mhudumu. Inatambua hata masaibu na changamoto anazopitia. Kwa hivyo ili kumfuta machozi ni kumpa mshahara mzuri, ni kumpa mazingira ambayo sio duni. Mbona hali hapa ni tofauti? Sijui tuanzie na Brown. Mimi wacha niseme kidogo kabla nini kuja. Kabla ya Justus pamoja na Alias. Kenya hii tuko na shida kubwa sana katika masuala ya kuajiri. Unajua kitu ndio attrition rate iko juu sana. Watu wanaretire, wafanyakazi wanaretire, lakini hatuwekezi katika hali ya kuajiri.
Tunaelewana? Maana Kenya ukiangalia Abuja Declaration, sisi tumetia sahihi kwa Abuja Declaration ambayo inasema at least 20% of economy iende kwa masuala ya afya. Lakini Kenya hatujatilia hilo. Watu wanaretire, wengine wanakufa, wengine wanaenda katika kutafuta hela kazi kule nyuma. Hatufanyi ile kitu ndio replacement. Ndio maana umeona kumekuwa na hiyo shida. Maana sababu ni kwamba either kuna ufisadi na cartels wamejaa katika wizara ya afya. Tukienda waziri ambaye anakuja, mfano waziri amekuja hivi ni mzuri, unapata kuna cartels pale afya house, wanaenda wanampotosha, wanamwambia pana, hii pesa usiwekeze hapa, uwekeza mahali nyingine pa. Haya, shikilia hapa kwa sababu kwa kweli lazima huu ufisadi utakabiliwa nao wakati mmoja. Kabla sijakuruhusu Alias, ningetaka pia Justus uweze kuchangia. Ni kipi ambacho kinafanya sana haya masaibu ni kama yanaongezeka kila uchao? Mbona huyu mhudumu ambaye kwa kweli elimu aliyoipata hapa Kenya ina ushindani hata kimataifa, ndiposa watu kama akina Pamela wakienda kule, ingawa wanaongeza kiwango cha elimu ambacho wametoka nacho hapa nchini, lakini wanachukuliwa vizuri, wanaingiana kwenye hiyo mifumo. Ni kipi ambacho kinafanya taifa bado liendelee kumhujumu huyu mhudumu, na kwa kweli ana nafasi hata ya kujiendeleza katika taifa la kigeni? Naam, asante sana Ann, but ningependa kupongeza Pamela Pwai, kama nimepata jina lake vizuri. She's our product. Sisi ndo tulipeleka kule UK akasome. Kenya Nurse ni shirika ambalo linasaidia wauguzi au allied professionals in the healthcare kama public health professionals na pia clinical officers wengineo wakiwa. Kwa sababu we know healthcare, when they pull together kwa pamoja, wanaunda kitu moja na wanaunda afya iwe strong, ndo waweze kuhudumia wagonjwa wote. Hiyo ndo kazi yao, to save lives. Hiyo tu ndo kazi yao kubwa, kuokoa maisha. Na ningependa kusema kwamba masomo yetu hapa Kenya nchini haina shida yote. In fact, our nursing schools ama shule zetu zingine vya afya ziko vizuri sana. Mahali ambapo shida inatokea, inafika wakati wa kazi. Dilapidated facilities, hizo ndo baadhi ya shida. Contracts duni, hizo ndo baadhi ya mashida. Opportunities kujikuza, yani nafasi kujikuza katika mambo madogo kama like professional skills. Hapa Kenya pengine akiweza pata contract itakuwa vigumu sana, anataka kujiendeleza, anataka like hata master's degree ama anataka top up program. Atasumbuliwa sana ama ataenda for a long and paid period. Na wauguzi na pamoja na wale afya wenzao ambao kwa afya allied professionals, they struggle. Haifai kuwa na struggle, it should be something ambayo ni automatic, seamless. Na si jambo la kushangaza kwa sababu hawa wauguzi they are trained not to practice hapa nchini locally. Leseni ambayo wako nayo ni ya kuhudumia dunia mzima, the entire globe. So sio jambo ambalo linafaa kushangaza unapoona nchi zingine, sana sana nchi kama UK, US, Canada, Australia zikikuja kuchukua hapa skilled professionals wauguzi, sio kwa makosa, ni kwa sababu they know how wametrainiwa vizuri. Wanajua kile wanachokichukua ni cha dhamani. Wanajua dhamani na wataenda kuitunza vizuri. Na nijibu swali lako, ukiona wana rhyme kule, wanafanya kazi vizuri kabisa, mpaka wengi wako na professionals. Wako na they climb the ladder up. Ni kwa sababu wamejiprove. They're able to work, they're able to follow instructions and their qualifications shine. Na ningependa kusema kama clinical officers kwa hivi sasa, they're able to register na body ya mashirika ambalo linaitwa GMC, General Medical Council in the UK. Na baadhi ya vitu ambayo wanahitaji ni lugha cha Kiingereza, IELTS, na hiyo ni shida tu kidogo ambayo like wauguzi hapa ama clinical officers kama Alias hapa atajua Kiingereza ni changamoto. Lakini shirika kama Kenya Nurse tunawapa hiyo training. Tutazungumza kuhusiana na utaratibu ama orodha ya yale ambayo yanahitajika. Lakini kuna swali ambalo wakati mmoja pia hapa majuma kadhaa tulipokuwa na wewe hapa Alias tukizungumzia kuhusu changamoto pamoja na masaibu ambayo wanaohudumu chini ya mpango wa huduma kwa wote UHC wanaopitia. Ningetaka pia kwa wakati mwingine pia niuliza, na pia mtaweza kuchangia nyinyi wote pia pamoja nikimhusisha pia na Pamela, iko hatari gani? Kwa sababu swala la kandarasi
kandarasi limekuwa ni swala sugu kwa wahudumu wengi, na kandarasi ambazo wengi walio katika mpango wa UHC ni kandarasi ambayo sio ya kudumu, kumaanisha kwamba kuna yale ambayo hayako kwenye hiyo kandarasi. Iko hatari gani kwa mhudumu wowote wa afya kupewa kandarasi ambayo haitamsaidia kuongeza kiwango cha elimu? Kuna hatari gani? Asante Agnes. Hatari ziko mingi sana, na moja ya hatari zenye zinakumba wana UHC, kwa sababu UHC ni pila ya afya na ni mojawapo ya agenda ya serikali ya Rais William Ruto, na wanasema wanataka kuhakikisha kwamba UHC inasimama na wanapeana afya kwa Wakenya wote. Ila sasa hiyo tunaona kwamba hiyo ndoto inaenda kuanguka, kwa sababu wana UHC tuseme ukweli ni miaka 5 na wameteseka, wamekuwa kiulizia mambo ambayo wangetaka yaweze kuzingatiwa ili wawe na imani na serikali na waweze kuendelea kupeana huduma kwa wananchi wa Kenya. Lakini sasa unaona sasa hatufanyi hiyo, tuko hapa Nairobi kila wiki kwenye maandamano kuweza kuwashurutisha washughulike haya mambo. Sasa hatari inayotokea kwa sababu kwa sasa kwa hizo miaka 5, baada ya miaka 3 kuisha na watu wameweza kupoteza imani, kuna wana UHC ambao zaidi ya 50 wameweza kuacha hii kazi na wameshaenda kwa Kenyan Nurse, na wameweza kwenda USA, wameweza kwenda UK kwenda kutafuta kazi, na hii katika lugha ya kimombo inaitwa brain drain, na tunaweza kupoteza labor. Na juzi nimekuwa katika afisi kuu inayohusika na wafanyakazi wa Kenya PSC, na tulikuwa na bwana Paul Famba, na katika maneno yake mwenyewe aliweza kusema kwamba haiwezekani kutakuwepo na siku ambayo serikali itasema hatumhitaji mhudumu wa afya na tunahitaji zaidi, na kila siku ingewezekana tungekuwa tunaajiri kila siku. Lakini sasa tukiangalia hata juzi badala waongeze bajeti ya afya wanapunguza zaidi, na unasikia wanaongeza mishahara ya wabunge, na wabunge wenyewe wanasema hatutaki mshahara. Lakini unaangalia sasa, unajiuliza serikali hamwezi kuzingatia kwamba kuna hatari ambazo zinawakumba hawa wafanyakazi wa afya, na UHC ikiwa mfano mzuri wa wafanyakazi wanaoendelea kuteseka na kudhulumiwa kwa kupata huo robo mshahara au nusu mshahara na hali duni ya kufanya kazi, kwamba kandarasi ya kudumu ingeweza kusaidia kuwa na imani katika serikali na katika kazi tunayopeana kwa Wakenya, na tungeweza kuhakikisha kwamba tunaendelea kimasomo. Kama umesikia Pamela amesema yeye amefika huko tu juzi, ameweza kusoma, na vinyame maliza tu masomo yake, serikali imetambua kwamba huyu amesoma na tunampea mshahara kulingana na masomo yake. Lakini sasa hapa Kenya kwamba jinsi alivyotoka hapa ni sio kipindi kirefu, kwa sababu alienda kule mwaka 2023, lakini hatua ambayo ameipiga ingemchukua muda mrefu sana akiwa hapa Kenya kupiga hatua hiyo. Lakini tukirejea tutakuwa pia mnanieleza iwapo kuna suluhu, na suluhu ni lipi na tatizo haswa liko wapi. Lakini kabla ya kujibu hilo, naona Mwana Brown anataka kuzungumza sana. Nishikilia hapa tuchukue pumziko fupi kwanza, baadaye tutakuwa tunarejea, tutakuwa tunazungumzia hilo pamoja na mengine mengi, tukimhusisha pia Pamela akiwa kule Uingereza. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya mjadala wetu kuhusiana na maslahi ya wahudumu wa afya, hasa kutafuta nafasi za ajira katika mataifa ya kigeni, nikiwa na Alias, Justus Brown pamoja na Pamela. Na kabla ya kurejea hapa kwenye studio, ningetaka nimhusishe tena Pamela. Pamela, kwa kweli ulienda nchini Uingereza mwaka 2023 na ni kipindi tuseme cha takriban miaka 2, lakini hatua ambazo umezipiga katika kipindi hicho kifupi ingekuchukua muda mrefu sana kupiga hatua kama hizo ukiwa hapa nchini Kenya. Je, ungetamani kurudi Kenya? Na iwapo ungetamani kurudi Kenya, ni nini labda huenda kikakuvutia
Unaona kuna matumaini ama hali si hali, hata kueleweki, ni hali tu kanganya hapa kule, hali haijulikani? Ni vipi katika sekta ya afya nchini? Asante Agnes. Kurudi Kenya, unajua Kenya ni nyumbani, lazima nitarejea, lakini nikirejea nitakuja kuelimisha wenzangu vile mambo yanafanywa huko. Unajua ni vizuri kutengeneza nyumbani. Lakini kuja kikazi naona kama itakuwa ngumu sana, kwa sababu mahali niko ndio nimefika mahali penye nilikuwa natamani, na bado mbele yangu nimeambiwa nikitaka kusoma niendelee zaidi bidii yangu. Sasa kurudi kufanya kazi itakuwa ngumu kidogo. Kwa hivyo wewe kurudi kama utakuwa unakuja tu likizo? Nakuja likizo, nakuja kusaidiana na madaktari wenzangu, labda tunashare experiences. Na ni vizuri sana, naona practice za huku ni vizuri sana, hata nipate nafasi pia nizilete nyumbani, nisiingize kwetu, kwa sababu naona wagonjwa wetu wanaumia sana. Asante sana Pamela, kwa kweli umekuwa mkweli na umesema jinsi hali halisi ilivyo. Brown, umesema kwamba wewe utakwamia huku. Pamela ameenda kule na umesikia kwa kweli amesema akirejea huku labda ni likizo, lakini kwa kazi haoni. Agnes, wacha nirudi kwa ile swali yako kabla tuende break. Ulisema sisi kama muungano wa public health officers atu support kuajiri watu kwa mikandarasi ndogo, as in contracts. Tunapigia upato tunapigia upato serikali ikitaka kuajiri watu, ajiri watu wa kandarasi za kudumu. Maana kandarasi hizi ndogo ndogo ndio unapata wanafanya kazi wa afya wengi wao wanga wanakuwa abused. Na unajua kandarasi ndogo iko na disadvantages mingi sana. One, uwezi kukiwa na kandarasi kidogo, uwezi ukachukua hata loan, mkopo hata kuenda pale kukopa. Unajua sababu tunaajiriwa, hata Agnes ukiwa hapa, ni kwamba uweze kupata mkopo, uweze kujiendeleza kimaisha. Unapata kwamba na nitasimamiwa na hiyo kandarasi. Uweze ukienda hizo mashirika za kupeana pesa, azipeani. Kama ukiona kuna kandarasi kidogo hawakupatii mkopo. Number 2, hata professional growth, kuna kitu inaitwa career growth. Inakuwa inakufinya, maana ukiwa una pesa uwezi rudi shule ukaweza kuongezea kisomo. So huyu mtu anakaa katika mazingira ambayo hata chakula hawezi kupata, hata kumudu, hata transport ya kwenda pale kazini inakuwa ni ngumu. Hata moral ya mfanyikazi huo inakuwa kidogo. Maana unaona unapata mtu kama Pamela akienda pale anafanya kazi kwa kujituma, maana anaangalia kipato chake kiko juu. Hapa kipato chetu unalipa shilingi za mfano 30,000. Kusema ukweli na unaishi Rongai. Na kwa sababu amesema vizuri sana kwamba ameambiwa kupata faida, kupiga hatua inategemea na bidii yako. Kwa hiyo kuna msukumo fulani. Kuna msukumo fulani ambao inamtuma, ambao mtu kama ule utapata kwamba kitambo arudi hapa Kenya atakuwa ako mbele, maana ako katika mazingira ambayo ina support kukua kwake professionally na pia kivyake. Kwa hivyo mimi hapa Kenya, sisi kama viongozi wa huduma wa afya Kenya, na tumeshikana kuanzia kwa madaktari, kwa tela, kwa hao wote Gibore, tunataka kuongea lugha moja. Na itafika mahali tuseme kwamba kama hatuwezi pewa Health Service Commission, maana yake health is not working in the counties. Wacha nikuambie ukweli. Ukitembea hizi counties unapata tu ni porojo, unapata ni public relations gimmicks zinafanyika, unapata watu wanalia, wafanye kazi health haifanyi, imeshinda county governments. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Na unajua ukisema hivyo governors wanaweza kuchukia, maana wanaona kama pesa zao zitatoka. Sisi hatuangalii hela. Sisi wakati tunapotrainiwa katika chuo tunakula hata kiapo inatoka hypocritical oath ya kulinda maisha. Maana sisi hatukui motivated na pesa sana. Tunakuwa na motivated na ile kitu ambacho tunafanya ndio tunapea mgonjwa wetu. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba health ikarudi katika national government. Na hiyo kitu, hiyo discussion lazima, hata kama tutaiepa namna gani, itakuja kutukula. Maana kama health infrastructure yetu, hospitali zetu zifanyi, itakuwa ni vigumu sana operationalize mambo ya health. Kuajiri wafanyakazi katika counties haifanyiki. Governor anaajiri, kuna a lot of ethnicity.
ufisadi iko mingi. Unachukua watu ambao either wako related na wewe, wanaajiriwa, hawana ile tajriba ya katika masuala ya afya. Unapata pale ndio wako pale, sasa ndio wao wanafanya kazi. Kwa hivyo kuna maneno mingi ambayo inaendelea katika counties na national government, na lazima national tuelewane, tuambiane ukweli ya kwamba health is not working, haifanyi kazi katika counties. Na lazima kama hii nchi lazima isonge mbele, itabidi rais, na najua napenda Rais Ruto maana saa nyingine huwa anachukua misimamo mzuri. Hii Kenya inataka na rais ambao unachukua msimamo na unasimama nao. Hii health inafaa afya irudi national government, ndiposa hata kama kuna shida yote tuweze kuimulika ikiwa pale. Kabla sijamhusisha, ningetaka uzungumzie tu kidogo kwa sekunde kama 30 tu kuhusiana na kile ambacho wamekisema. Baba, uko katika kaunti ya Bungoma. Hali ikoje kule? Brown amesema kwamba kwa hakika tuambiane ukweli, sekta ya afya katika serikali za kaunti ni kama serikali za kaunti zimeshindwa. Agnes, ikoje kule Bungoma? Agnes, ni hali ya kusikitisha sana, na tukizungumzia jinsi kaunti zinavyo fanya kazi na wahudumu wa afya, kwa mfano ni hali ambayo ni ya kusikitisha, kwa sababu UHC afya kwa wote ni mfano mzuri wa jinsi serikali za kaunti zilivyoshindwa kustahimili na kufanya afya iweze kuendelezwa. Tumekuwa kwenye hizi kandarasi kwa miaka 5, na hizi miaka 5 kaunti zimeweza kuajiri, lakini zimeajiri wengine katika kandarasi ya kudumu na ambao ni wametoka shule hivi karibuni na wametupata sisi tukiwa pale, sisi ndio tumewafunza vitu kama hizo. Lakini sasa ukiwauliza afya inafanya, saizi kuna zahanati au facilities zenye zimefungwa kwa ajili ya mgomo wa wafanyakazi wa UHC. Na ukienda kuuliza kaunti yako ikuelezee kwa nini hawezi kupatia kandarasi ya kudumu ili mkaweze kupeana kazi inavyostahili, wanakueleza wewe ni mwajiri wa serikali kuu. Sasa na tunajua vyema kwamba afya imepelekwa kwenye kaunti. Kaunti ndio inahitaji kuzingatia kwamba huyu mfanyakazi tunamsaidiaje ili aweze kupata kandarasi ya kudumu. Ila tumeachwa sasa, sisi tumekuwa orphans. Kwa hivyo mkifika ni mahali pa kutoa huduma, nyinyi ni wa kaunti, ikija ni mahali mnapigania maslahi yenu, mnaambiwa kwamba nyinyi ni wa serikali kuu. Na kidogo tu na kusisitiza, hata sasa hizi tunavyoongea hapa mahali, tumesema tuko katika mgomo, na kuna baadhi ya kaunti ambazo zimeweza kushurutisha wana UHC, na kuna barua zimeonekana. Kwa mfano kaunti kama Embu wameweza kushurutisha na kupeana threats kwa wafanyakazi wa UHC kwamba msiporudi kazi, msiporudi kazi tutachukulia hatua. Lakini kuja hapa kwa mshahara hawezi chukua hatua, au hawasiki. So hii ni kinaya. Haya basi. Asante. Sasa Justus, kwa sababu kwa kweli ni wengi ambao wamepitia mikononi mwako, umesikia simulizi za wengi. Kuna tatizo la mishahara duni, kandarasi ambazo haziwafai, na ni kandarasi ambazo zinakandamiza wengi. Ni kipi ambacho wengi wanalalamikia na kinawafanya watamani kufanya kazi mataifa ya kigeni? Naam, asante. Awali ulikuwa umetaja kuhusiana na hospitali nyingi hazina vifaa, hazina hata dawa. Kuna uhaba wa hudumu, waliopo wanafanya kazi kwa masaa mengi. Ni kipi ambacho wengi wanakilalamikia? Naam, ambayo wacha niziorodheshe. Number 1 kabisa ni nafasi za novice professionals, wale tu ambao wamegraduate na wanajaribu kupenyeza katika hii sekta ya uguzi. Hawana nafasi Kenya. Huo ndio ukweli. Tuanzie hata tu jambo moja kama internship. Mtu ana graduate kwa mfano 2023. Huyo mtu hajawekwa internship sahihi. Na huyo mtu anataka kujikuza. So nafasi ya novice nurses or other professionals ni inhibiting factor ya kwanza. Ya pili ni ukosefu tu wa ajira. We have professionals kweli wengi, but trafika katika facility yote ile unaambiwa hakuna nafasi.
Na bado nishikilie hapo kabla hujaendelea kuorodhesha. Itakuwaje hakuna nafasi ya ajira, lakini ikilinganishwa kiwango cha wahudumu na wagonjwa hakiendani? Kuna tofauti kubwa sana. Mbona kuna ukosefu wa ajira na bado kuna uhaba? Hiyo ni bureaucracy ambayo serikali iko na shida, na hapo ndipo watu kama Ministry of Health wanafaa kuketi chini na viongozi wa sekta hii ya afya, wakubwa kwa wadogo, waone shida iko wapi. Are we going to lose? Hapo ndo brain drain inaingilia. Unaona? Hapo ndo vipenyezo ambao au professionals watatoka. No one is listening to them. Wanataka kufanya kazi. Nitakupea tu mbona wanataka kufanya kazi wengi. Vile mwenzangu amesema. Kuna exercise inaitwa verification. Yule muuguzi yote ambaye anataka kwenda nje wakati wowote lazima atapitia katika their professional registration body, na katika pale one of the things they have to indicate is what would make you want to remain in your country. Nini ambacho kikifanywa ungependa kubaki katika nchi yako. Na data iko katika hizi shirika zote. Wengi wao wana comment, tungekuwa na nafasi za ajira, mshahara better or opportunities to grow, wangebaki. Na ukiona Pwai pale Uingereza, ana maybe alisign hivyo, but akijaribu kufikiria anaona bado hawajasikizwa. Iko tu kwa paper policy, but kwa ground hakuna mtu anawasikiza. But wengi wangependa kufanya kazi hapa nchini. Na nitapenda kukuambia kwamba wakisikizwa na wakihudumiwa, kwa kweli watabaki wengi hapa. So ningependa kuorodhesha ya tatu kwamba one thing ambayo unafaa kujua ni nursing, ama kwa mfano any other professional hutrainiwi tu ndiposa ufanye kazi nchini mwako. You are a product of the globe. Hiyo ndo uzuri ya masomo ambayo tu tumeambiwa kutoka watoto. Hii masomo sio ya kusaidia tu nchi yako, inakupatia ushindani kimataifa. Exactly. So hiyo ndo nimeorodhesha. Hizo ndo vitu vitatu ambayo inafanya wauguzi watake kutoka nje. Na ya kwanza na ya pili, it's within the government to do something about it. Naam. Unajua Agnes, sasa ingine tunaambiana ukweli, tukikaa hapa tukiongelesha Wakenya tunaambiana ukweli. Ni vizuri tuseme ukweli. Nataka kupewa mfano ya walimu. A very good example ya walimu. Walimu unapata wako na njia ya kuajiriwa. Mfano mwalimu ambaye amegraduate 2007, TSC kitangaza nafasi za walimu, haiwezi enda kuchukua mtu wa 2025. Ataenda kwanza hiyo practice inaenda hivyo pole pole. Na wako inafanywa walimu, including hata polisi wanaajiriwa kila mwaka. Lakini kikuja kwa afya unapata ya kwamba hata budget, unaona mfano, wacha nipe a very good example. Hata tuimbe hapa tufanye nini kama hamna pesa ambayo ministry ama wizara husika imewekeza katika bunge pale, ama imefanya estimate yake kwa bunge ndio iweze kuajiri wafanyikazi wa afya, itakuwa ni kazi bure. Wizara ya afya yenyewe, the technocrats wale wako pale ndio wanatuangusha. In fact, hao ndio wamesababisha hii shida ya crisis ya health ikuje. Maana ukiangalia wizara zingine utapata kidogo haziko vibaya kama wizara ya afya. Kama ni budget estimate zao wanafanya vile inafaa na zinafuatiliwa. Kama ni mambo ya public health, estimates za public health zinapelekwa vile kulingana hivyo. Juu maana kama ni kuajiri, mfano siwezi graduate ama niweze kuhitimu ama 2010 na mpaka saa hii 2025 sina kazi, alafu niambie huyu ndugu yangu nitakosa lazima nitafute ajira, because hata ukikaa hivyo, by the way, ukiwa mfanyakazi wa afya ukikaa hivyo bila kufanya pia kazi, kuna ile risk pia ya unajua kazi yetu ni practical, utasahau. It is practical based. Lazima uweze kukaa ukifanya hiyo kazi. Ndio unaona, kwa sababu hata kuna magonjwa mengine ambayo yanaendelea kuchipuka. Kuna yale ambayo yanaendelea kuwa kaidi zaidi hayasipata dawa. Hata kuna wengine inarudia, mfano ndakupa example, hata polio ilikuwa eradicated. Hata kuna wale wafanyakazi waleta Ebola wakaenda pale nje waka-eradicate Ebola. Hata malaria iko. Lakini kama tutawekeza katika kuajiri wafanyikazi ambao ni wa kutosha, ambao nafaa kupigana na haya majanga ama magonjwa, ndugu yangu hapa ataendelea kupata biashara. Maana sisi, for mfano mimi siwezi kaa na nimehitimu na unaniambia nisipate kazi, ndaenda pale kama dada yetu pale kwa pale Pamela kwa pale anasaidika. Na hiyo ndio kitu tunataka. Tunataka ukiweza tusainiwa hapa Kenya, serikali iweke mikakati ambayo inafaa.
pesa ya wages, salaries, mishahara ya wafanyikazi iende juu. Mazingira ya kufanya kazi ikuwe ambayo ni mazingira mzuri, so that wafanyikazi wote wa afya waweze kukosa kwenda nje. Maana hata mimi niko na public officers wale ambao wameenda Amerika, wengi wengine wako mahali wako na UK wanarudi wakiwa vizuri hata kushinda. Hata wengine na mimi ni mwakilishi wao, na hata ukiangalia hata sikai vizuri, unaona suti yao, wanavaa suti kitu mzuri, unajua inakuvutia, maana unaangalia ndugu yako anaendelea vizuri, wewe uko vibaya. Hata ile transport ya kwenda pale kazini shilingi 20 uwezi pata hata kuingia gari pale, maana inakuwa ni shida. So serikali iangalie maneno haya. Asante. Na muone Alias pia anataka kuzungumza. Anagonga ndipo, sio? Naam, kabisa. Lakini haswa ni nini ambacho, kwa sababu huu wimbo hatutaishi tukiwimba kila mwaka, kwa sababu changamoto ni zile zile, lakini hata zinazidi kuwa hata sugu zaidi, kwa sababu kadri mambo yanavyoendelea kusonga, kadri mwaka unavyoendelea kusonga na kuongezeka, ndivyo pia idadi ya wale ambao wanaendelea kuhitimu kutoka shuleni wanakuja, wanarundikana na wengine ambao walifuzu hapo awali. Suluhu ni lipi? Kwa sababu tutaendelea kuwategemea kina Justus. Hawa wanaendelea kusafirisha wananchi, madaktari, wahudumu, maafisa tabibu. Tunaelekea wapi? Na serikali ilitumia hela nyingi katika chuo kikuu, kwenye taasisi za mafunzo ya afya. Tunaelekea wapi? Na Agnes, kwanza kinachouma zaidi ni kwamba tuko hapa kuzungumzia hii hali ya wana UHC. Si hata ati tuko hapa kuitisha nyongeza ya mshahara. La, tuko hapa kuuliza tu mshahara uliowekwa na SRC, kwamba tumekuwa tukilipwa robo ya mshahara. Na unajua kwa jinsi hali ilivyo, miaka 3 zilizopita kila kitu kimeweza kubadilika. Miaka 3 zilizopita tulikuwa tunanunua sukari shilingi 100. Sasa sukari kilo moja ni shilingi 200. Na tuko katika hali ngumu ya kimaisha, na mikakati yenye unauliza labda wanaoweza kuweka. Juzi tukiwa na msimamizi wa wafanyikazi Kenya, PSC CEO Bwana Abel, kwamba aliweza kuzungumzia kuhusu uwezekano wa kuajiri wafanyikazi zaidi 20,000, lakini swala kuu ilikuwa ni kwamba watafanya nini ili kuweza kuhakikisha kwamba hakuna migomo zingine zitakazoweza kushuhudiwa. Na umeona kwamba hii jambo la UHC limeweza kuwa kizungumkuti kwa muda mrefu, na wasipofanya kitu sasa hivi kuweza kuajiri wengine ni kujaribu tu kuleta shida zaidi, na kwamba wanaomba bilioni 85 ili waweze kuajiri wafanyakazi 20,000. Lakini swala kuu ni wamefanya nini na hao 8,571 ambao wako katika hii kandarasi duni ya UHC. Na alikuwa anasema kwamba ameulizwa na Seneti baada ya maandamano yetu na kelele zetu. Seneti iliuliza kwamba wakaweze kupeana ripoti, aelezee ni vipi watashughulikia. So alikuwa ametuelezea kwamba wataweza kutengeneza mikakati, na Seneti ilikuwa inasema kwamba jambo rahisi kufanya, kwa sababu kaunti haiwezi kuaminika kusuluhisha mambo yetu. Kitu ya kwanza waliitisha bajeti, waongezewe, wapewe bajeti yetu yote ili wakaweze kutuajiri katika kandarasi ya kudumu. Lakini tukiangalia kuna njama fiche, kwa sababu kwa nini wamekuwa kiajiri wafanyakazi wengine hapo awali katika kandarasi za kudumu, na ukiingia hapo uombe kazi kama mwana UHC unaambiwa hapana, wewe na serikali kuu, wewe umeajiriwa. Lakini ukiangalia hapo kandarasi wanayoweka inafaa kuwe wazi kwa wote. So jambo ambalo wanaweza fanya ni kutupatia hiyo bajeti, kwa sababu tunaomba bilioni 4.5. Watupatie hiyo bajeti na watupatie kandarasi ya kudumu kwenye Wizara ya Afya katika serikali kuu. Tukishapewa hiyo, kwa sababu serikali kuu ndio inatulipwa tu, ni jambo tu la wao kuenda kubadilisha payslip yetu ikiweze kutoka kwa hiyo special contract isome kandarasi ya kudumu. Alafu ikishakuwa hivyo sasa, kwa sababu health imekuwa devolved kwenda kwa counties, sasa tunaweza ambiwa sasa, okay, sasa
tumewasukuma huko kwenye kandarasi ya kudumu, nendeni mkafanye kazi sasa, lakini kwa miaka zijazo mtakuwa chini ya county na county itaweza kuwashughulikia. Na pia wakaweze kutengeneza, kwa sababu Wizara ya Afya ina jukumu la kutengeneza policies zenye zitakazosaidia county zitafuata njia ipi kuweza kuajiri. Na ndugu yangu hapa Ashira alikuwa amesema kwamba ikiwezekana waweze kuja na muungano unaoitwa Health Service Commission. Ni tume. Tume. Na hii tume itaweza kushughulikia kuajiri wafanyakazi na wataweza kuzingatia miaka ambayo mhudumu amekuwa kwenye kazi, kwa sababu kumwacha mfanyakazi kama mimi mwenye zaidi ya miaka 7 katika huduma, anakuleta mfanyakazi mwenye ametoka shule juzi, bado anahitaji uongozi wangu ili akaweze kupeana service inayohitajika na Mkenya wa kawaida kwa hali inayofaa. Na iwapo sasa utapatiwa, kama ni Ashira amefuzu juzi, wewe umekuwepo, una uzoefu wa miaka 7 na unaletewa umfunze, uhusiano hata utakuaje? Na sera zipo, tatizo ni utekelezaji, sio? Kabisa. Haya, ningetaka pia kumhusisha Pamela kabla ya kuchukua pumziko. Pamela, sasa una uzoefu wa mataifa yote mawili, Kenya ambalo ni taifa lako, pamoja na taifa ambalo kwa hivi sasa unafanyia kazi, taifa la Uingereza. Sera Kenya zipo, kulingana na uzoefu na ujuzi wako, tatizo la Kenya ni utekelezaji wa sera, ama ni zile sera ambazo zipo zinahitaji hata kuboreshwa zaidi? Naam sana Agnes, nafurahia sana maswali yako kwa sababu inaangazia hali ilivyo. La kwanza, shida kwetu Kenya ni tunaanzisha miradi kabla ya kufanya kitu inaitwa research and analysis. Unaona, kabla serikali kuu iamue kwamba inakuja kuhajiri mtu chini ya UHC, ilikuwa na research gani ilifanya na ikapata majibu ama hitaji lao kivipi na ikawapangia aje. Unaona, sasa saizi au walikuja wakaajiri watu chini ya UHC, sahizi tumefika hapa wamewahachilia hivyo, ndio unaona tatizo ziko pale. Sasa shida ya Kenya ama nchi yangu ni kwamba hatufanyi vitu kulingana na uratibu unaostahili. Na tunapatikana tumeshindwa kujipanga. Kwa hivyo sera ziko, knowledge iko, shida ni mipango. Tunaipanga lipi lite mbele la lipi. Na hiyo imekuwa ndio inaleta matatizo katika afya, inaenda ikirudiana mpaka unashangaa tuko wapi na tutapata aje suluhisho. Kwa hivyo saa hizi tuna discuss about UHC who have been in existence, na hatujui mbele yao ni ipi, nyuma yao ni ipi. Unaona? Sasa mimi naomba watu wa afya wanavyoshughulikia afya waanze kushughulika na research, wajue ni kipi tufanye la kwanza, na tukianza hivi tunaenda hivi mpaka mwisho. Asante sana Pamela, ametoa hoja ambayo ni nzito sana. Ni kama waliotwikwa majukumu wanakimbilia mambo kabla ya kufanya utafiti. Nani akina nani hawa? Haya, kabla ya hamjajibu tunachukua pumziko fupi mno, baadaye tutakuwa tunarejea na kuingia kwenye sehemu ya mwisho. Kwa kifupi tu tukamilishe mjadala wetu. Karibu tena mtazamaji kwenye sehemu ya mwisho ya taarifa zetu ama mjadala wetu kuhusiana na maslahi ya wahudumu katika sekta ya afya humu nchini na jinsi hali halisi ilivyo. Bado tukiendelea nikiwa na jopo langu hapa kwenye studio pamoja na mwenzao Pamela ambaye yuko kule Uingereza. Kabla hatujachukua pumziko tulikuwa tumeendeleza mjadala vizuri, lakini hali halisi ilivyo, hata kuna hoja ambayo Alias alitaja kuhusu kusafirisha fikra,
mawazo, watu walio na ushindani, walio na ari, ndio wanaosafiri katika mataifa ya kigeni kupeleka yale ambayo walisomea hapa katika mataifa ya kigeni, kuwafaidi wananchi kule, iwapo ni Canada, Australia, Uingereza pamoja na Marekani na mataifa mengine ambayo yamejistawisha. Hapa Kenya tunaacha nini? Na kwa kweli kulingana na takwimu, kwa sababu kuna kile kiwango ambacho kinahitajika na shirika la afya ulimwenguni WHO, mhudumu mmoja, kuna kile kiwango cha wagonjwa ambao wanafaa kuangalia, lakini hapa hali hata imepitiliza kwa kiwango kikubwa. Sijui ama Brown kiasi tu kwa dakika moja usizungumza sana. Mimi sizungumza sana, nasema ukweli, tumekuja kuzungumza hapa. Sasa acha nikwambie, lakini pia wapewe wenzako nafasi. Hamna shida. Wala watu ukiangalia zile nchi zile kuwa colonized na sisi kama Singapore, kuna nchi ambazo tupata uhuru the same time. Ukiangalia afya yao na uangalia Kenya, unapata kwamba ni kama mchana na usiku. Zile nchi tofauti ya hizo nchi na sisi ni mipangilio vile Pamela amesema. Wale watu wametuika majukumu ya kupangilia afya, wanafanya na passion. Na wanafanya hiyo majukumu vile inavyopaswa. Na pia Pamela alitaja jambo ambalo ni muhimu sana, utafiti. Yes, research. Kabla ya kutekeleza jambo, fanya utafiti. Kujua iwapo litasaidia ama halitasaidia. Yes. Utafiti ni sawa, lakini shida ya Kenya si sana utafiti. Shida ya Kenya ni mipangilio. Maana hata ukifanya, kwani si utafiti mingi zimefanywa hapa Kenya, zinaenda alafu zinafika wapi? So sana ni wale watu wametuika majukumu ya kufanya mipangilio ndio wanatukosea. Maana pale ukiangalia pale Wizara ya Afya, instead ya tuchukue pesa tuwekeze pale inafaa, unachukua pesa. Mfano, sina shida na kununua vyombo vya hospitali, infrastructure hospitali, lakini ukinunua hata mashine ya CT scan, na hiyo CT scan haina mtu ambaye anafaa kuitumia, itafanya kazi yenyewe? Itafanya kazi yenyewe. Ukijenga mahospitali kadhaa mingi kama 10 kama ile tulijengewa hapa Nairobi na NMS na hazina wafanyikazi wa afya, hamna kitu unachofanya Agnes. Kitu ya maana ni kwamba tunafaa tuwekeze, tuinvest katika mfanyikazi wa kawaida. Na nikimalizia public health, wacha niseme kwa sababu ya public health, maafisa wa afya. Kiwango cha WHO inasema one public health officer anafaa simamia watu around 5,000. Ukiendelea pale, ukiangalia sasa Nairobi mfano kama Komarok Ward Nairobi. Komarok Ward Nairobi iko na watu zaidi around 30,000. Na iko na public health officer mmoja. Niambie kukitokea mkurupuko mfano wa cholera ama maradhi kama mpox na nini na nini, itakuwa vipi? Foodborne zitakuwa namna gani? Maana huyu mtu anafaa afanye ile ndio health promotion, afanye testing, analysis na vitu kama hizo. Inakuwa mtu mmoja hawezi akafanya hiyo kazi. Maana hata kifika jioni huyo mtu amechoka na amekasirika. Hatujapata the real ile potential hiyo mtu atuje-exploit vile inafaa. So ni mipangilio yetu ambayo ndio maana wala watu ambao ndio maana naambia Aden Duale, mheshimiwa Aden, kama unanisikiza, ulisema jana ya kwamba you want to deal with cartels. Tunakuangalia kwa macho sana. Kama shida ni cartels ya Ministry of Health, hiyo watu wako kada cartels wote anatakiwa atoe, waende watoke pale, alete watu ambao wanajua wako na tajriba ya kufanya kazi ya mipangilio ya planning. Asante sana. Hapo ni katika umelenga sana katika utekelezaji. Kabla sijamhusisha Alias, nataka kumhusisha Justus. Wakati sasa mashirika yanapojitokeza pamoja hata na serikali kuwatafutia ajira hawa wahudumu, madaktari, iwapo ni wahudumu wa afya, manesi, maafisa tabibu, pamoja na wote walio katika sekta ya afya ambao wamepata kiwango bora cha elimu katika mataifa mengine, faida kwenu ni hasara kwa taifa, sio? Tukiendelea hivi hali itakuwaje? Naam, ningependa kusema kwanza hatuko katika ushindani na serikali bali complementing them. Na ningependa kusema hata policy ya rais wetu ni anaelewa fika kwamba we have a challenge. Ameelewa kabisa hapo kwamba kuna changamoto tayari, na katika kutatua suluhisho ama kupata suluhisho lazima ujue kwamba shida yako ni hili. So Ruto amejua kwamba shida ambayo inakumba taifa letu kwanza ni wa ajira. Recognize already. Na akasema kwamba kuna other countries
ambazo ziko na hizi nafasi. Licha graduates wetu wote kwa wanaweza kufanya na kutumikia taifa letu. He doesn't need to give us false promises kwamba nitawaajiri. Amekuja wazi kabisa na akasema kuna nafasi ambazo ziko nje, lakini regulation pia lazima ifanywe. Lakini kabla ya hizi nafasi hazijaenda kujazwa kule nje, mbona hizi za hapa? Mfano Brown ametoa mfano mzuri sana. Amesema kwanza katika wodi moja akatoa mfano wa wodi ya Komarok. Akasema kwamba kuna mhudumu mmoja wa afya ya umma. Kuna nafasi nyingi ambazo zinafaa kujazwa. Mbona wale ambao wako kule nje hawana ajira wasiwekwe kujaza haya mapengo, wanahimizwa kusafiri nje? Hapo nitawekelea kabisa huo katika ministry waweze kujiuliza ni kwa nini hatuwezi budget pesa za kutosha. Wazungumze na treasury na prioritize payment ya wale healthcare workers wote kama UHC workers. Hao wote wanafaa kuwa wamekonfirmiwa kitambo kabisa. Hawafai kuwa wanapigania haki kufanya kazi. So nitasema ni nafasi mzuri kusema kwamba UHC and other healthcare workers wanafaa kupewa kipaumbele ama kipaumbele kuajiriwa, kwa sababu naona ni kama serikali pia it talks this but it doesn't act on the other end. So nitasema hiyo ni changamoto, lazima tu recognize hapo. Serikali inafaa kuwa straight vile Pamela alikuwa amesema pale. They talk this but they don't implement this. Naam. Haya, asante. Tukimalizia kwa sababu muda haunasi, wakati mhudumu anapotafuta ama anapania kwenda kufanya kazi katika taifa la kigeni, ni stakabadhi zipi ama ni utaratibu upi ama ni kipi ambacho ni lazima akuwe nacho? Kwa kifupi tu kwa sekunde 30. Naam, nitaongelea kama USA kwa mfano, Amerikani. Licensing exam ya Amerikani ni NCLEX exam. Ikumbuke kwamba NCLEX it's acceptable katika nchi fulani kama Canada na vile vile Australia. So requirement ya kwanza, wako tu na steps ine. Requirement ya kwanza ni kudurusu ama train NCLEX exam. Hiyo ni step ya kwanza. Step ya pili ni register na body ambayo inaitwa CGFNS. CGFNS inaitwa Commission of Graduates of Foreign Nursing School. So hii ni body ambayo the main role is to authenticate and validate their nursing school credentials and their licensing documents. Usawazishaji. Ukishafanya hilo unapewa ripoti ambayo inaitwa uende kwa state board. Kumbuka nchi zingine kama Marekani iko more than 49 or 50 states. So utachagua mmoja, so utafanya state board registration pale. Katika state board hapo vitu vitatu inafanywa. Moja ni your background test, your criminal background. FBI provided finger. Kwamba baba haukuwa mhalifu katika taifa lako ndio ukakimbilia kule. Naam, kwa sababu kumbuka you are dealing in a vulnerable sector. Je, utaweza kudhaminiwa na watoto wadogo, wale wazee, kina mama, hayo mambo. And then utafanya mtihani ambao unaitwa jurisprudence exam. Ukipita, kazi yako ikuwa approved. Next thing ni register na Pearson VUE. Hii Pearson VUE ni a body that administers NCLEX on behalf of the 3 countries. And then mwishowe unaketi tu katika ule mtihani wa NCLEX exam. Na saizi kuna fursa kwa wauguzi wetu wote wafanye huo mtihani ambao you don't still have to travel to India or South Africa. Na hiyo lazima tuambie Ruto aendelee kufanya kazi hivyo. If he's going to do that kind of progressive developments, hapo like it's a benefit to nurses. And NCLEX exam sasa inafanya tu hapa Nairobi Principal Palace. Ukishaketi ule mtihani, that is it, you become a US registered nurse. Haya, muda haunasi, sitakupa muda. Asante sana Alias Brown pamoja na Dusters. Na asante sana dada yetu Pamela Poipoi akiwa katika taifa la Uingereza. Bila shaka mmekuwa wazungumzaji wazuri na mmetueleza mengi na kutufahamisha mengi kuhusiana na yanayofanyika mahali halisi katika sekta ya afya. Kabla ya kutamatisha, zaidi ya familia